kuongea, lakini hata kama unajua, acha niweze kukufahamisha zaidi, uweze kuongeza maarifa. Unaambia kwamba harufu ya plastiki ikiweza kuchomwa ndani inaweza kumfukuzisha nyoka, ikiwemo tu nyoka huyo kibaini kama ndani kuna nyoka, basi unaweza kuchoma plastiki. Kuna mwingine nilikuwa nazungumza naye muda si mrefu akasema sisi kule kwetu tunatumia hata matairi haya tunachoma ndani kwa ajili ya kuweza kumfukuzisha nyoka. Na unaambiwa lakini njia hiyo ni ya muda mfupi. Harufu ikiweza kuisha, nyoka anaweza karudi. Kwa hiyo ni kwamba ni njia ambazo huwa zinatumiwa na baadhi ya watu, lakini hata kama na wewe mtazamaji ulikuwa ufahamu, chukua hiyo. Tuambie moja kwa moja katika upande wa kitaifa, na tuanzie katika mkoa wa Shinyanga katika wilaya ya Kahama. Na siku ya jana tuliweza kuona pale ambapo naibu waziri wa ujenzi Mheshimiwa Mhandisi Godfrey Kasekenya alipokuwa akiweza kufanya ukaguzi wa ujenzi wa madaraja manne katika wilaya ya Kahama mkoani Shinyanga. Na baada ya kufanya ukaguzi huo aliweza kuridhishwa na hali halisi ambayo inaendelea katika ujenzi wa madaraja hayo manne katika wilaya hiyo ya Kahama mkoani Shinyanga. Lakini pia aliweza kuzungumza kuhusiana na wakandarasi wazawa kuweza kuongezewa kiwango cha fedha kutoka kiasi cha shilingi bilioni 10 mpaka kufikia kiasi cha shilingi bilioni 50 kwa wakandarasi wazawa katika miradi ya maendeleo mbalimbali kwa hapa nchini. Na hata hivyo unakuja kuangalia jinsi gani ambavyo wakandarasi wazawa wanawekewa mazingira wezeshi kuhakikisha kwamba na wenyewe wanapatiwa nafasi katika miradi mbalimbali. Na hata hivyo unakuja kuangalia huu mpango wa dharura ambapo katika mkoa wa Shinyanga wilaya ya Kahama katika kuhakikisha kwamba ujenzi wa madaraja haya manne, basi tenda hiyo imeenda moja kwa moja kwa wakandarasi wazawa kuhakikisha na wenyewe pia wanapata nafasi. Lakini hata hivyo wanaonyesha hali yao katika kuhakikisha kwamba basi miradi ya maendeleo ambayo wanapatiwa na serikali wanafanya kwa kiwango sahihi, lakini hata hivyo wanafanya kwa ubora na wanafanya kwa muda ambao unahitajika. Mtazamaji, ndio tukamtazame ambaye ni naibu waziri wa ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya akifafanua zaidi, kisha nitarejea hapa.